Kisha wote mahali popote mlipo, wale ambao wanatufuata katika mitandao na wale ambao tumeweza kuwasili hapa physically, na Mungu aweze kuwabariki na kuwazungumzia na kuwajenga kupitia neno lake katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, tunakupa sifa. Asante kwa sababu ya jioni njema umetukusanyisha pamoja, umetulete hapa ili tukaweze kusikia mausio yako, ili tukaweze kulisikia neno lako na tukaweze kujengeka na maisha yetu yakaweze kusonga hatua mbele. Tunakataa kuwa watu ambao ni watu wa kulemewa na kushinda wakati wote, lakini bali tunaomba kupitia neno lako tukaweze kufanyika kama jinsi vile maandiko inasema, wengi waliokuamini walifanyika wana wa Mungu. Tunaomba jioni ya leo tunapolipokea neno lako tukaweze kufanyika, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kila mmoja tuseme amina. Kila mmoja tuseme amina. Ya kuelewa umuhimu wa dhamana ndio ulikuwa ujumbe wetu wa Jumapili, na ningeliweza tuweze kuendelea, ama ninaomba tuweze kuendelea pia, kwa sababu kuna kila Mungu anakusudia wakati wote anapolituma neno lake, kuna makusudio yake. Na leo ningetaka tuangalie katika kile ambacho naita kudumisha umuhimu wa dhamani. Kudumisha umuhimu wa dhamani. Si eti ya kwamba tumeingia katika mafunzo ya Kiswahili tukitaja mambo kama dhamani na umuhimu, lakini ni vyema tuweze kuelewa ya kwamba neno la Mungu, maandiko inasema ya kwamba linaleta ufahamu, na ufahamu mwema maandiko inasema ya kwamba inaleta kibali. Watu ambao wako na ufahamu ni watu ukubalika. Hawezi puuza profesa, hata kama ni profesa wa mifugo, hawezi ukampuuza kwa sababu ako na kile ambacho wewe hauna. Wakati wote tunapodhamini neno la Bwana, tunapodhamini mapenzi ya Bwana kwa maisha yetu, kuna kitu uongezeka, kuna kitu ambacho tunakipokea. So kuelewa namna ya kudumisha umuhimu wa dhamani, that is understanding on how to maintain the importance of value, namna ya kudumisha dhamana ya kitu. Na tulisema ya kwamba hakuna kitu duniani hii ambacho hakina dhamana yake. Hata wale wadudu wamejaribu kuuawa na madawa miaka, unakuta kuna wadudu wanatengenezewa dawa sampuri ama type mingi, lakini asiishangi. Utakuta wakulima wanatumia dawa ya kumaliza wadudu fulani ambao walimu mimea, lakini hata kama watapigwa dawa namna gani, hawakuishi wote duniani, kwa sababu wako na umuhimu wake. Kuna wakati tunaonaga vitu zingine kama hazifai, lakini zinafaa katika maisha ya mwanadamu. Katika maishani haya kuna umuhimu wa kila kitu, na tukasema ya kwamba kuna vitu kadha wa kadha tunafaa kuelewa umuhimu wake. Tukaweza kufundisha kuhusu mambo kadhaa, tukaanzia kusema mahusiano yetu ya kiungu, tukazungumza maono yetu pia ni ya muhimu, na pia tukazungumza kuhusu maamuzi yetu. Lazima tujifundishe kudhamini maamuzi yetu ya kiungu, na pia tukasema ya kwamba jifundishe kuelewa dhamani ya kazi yako. Kazi yako ile ambayo unafanya iko na umuhimu wake, kwa sababu usipodhamini kile unafanya, hautafanya kile ninafanya. Nisipodhamini kile ninafanya na niipatia umakini, sitafanya kile unafanya. Kwa hivyo kile kitafanyika ni mimi nitapoteza ukipata. Kila Mungu amekuwezesha kufanya, jifundishe kukidhamini ili kikaweze kuvutia neema. Na pia tukasema ya kwamba ni lazima tujifundishe kuelewa dhamani ya nyumba ya Mungu. Lazima tujifundishe kuelewa dhamani ya nyumba ya Mungu, that is the fellowship, ushirika wa kiroho, ushirika wako wa kiroho. Hatuwezi kuwa kila pahali, na tukasema ya kwamba Paulo anasema ya kwamba we have so many instructors but we have few
fathers. Lazima tujifundishe kuelewa umuhimu wa ushirika wa kiroho, na ingine tukasema ya kwamba lazima tuweze kuelewa umuhimu wa kazi ya Mungu. Kuna kazi mingi na pia kuna kazi ya Bwana. Now, kama tumeweza kuelewa umuhimu wa vitu zile tumeweza kufundisha na zingine zile Bwana ametusaidia kuelewa, tuangalie namna gani tunaweza kudumisha dhamani. Ndiyo unaweza kusema ya kwamba nimeelewa mhubiri, nimeelewa Mungu, ya kwamba jamii yangu ni ya dhamana sana kwangu, ninaidhamini kutoka leo. Lakini hiyo dhamana ama hiyo dhamani ya jamii yako utaidumisha namna gani? Ndiyo umesema ya kwamba niko na nyumba na ushirika wa kiungu, I have a fellowship, I have a church. Lakini huo dhamana nitaudumisha namna gani? Ndoto yako umeelewa ni ya umuhimu sana, iko na udhamana wake. Lakini hii ndoto yangu ndiposa nisiweze kujidharau, nitadumisha dhamani yake namna gani? Namba ya kwanza ama jambo la kwanza ni lazima wewe uelewe dhamana yako wewe. You can't keep things that of value if you don't understand your value. Hawezi dumisha udhamani wa vitu kama wewe haujaelewa udhamana wako. Lazima udiscover your value, kwa sababu usipoelewa dhamana yako utatumika vibaya. Utajipata katika mikono ya watu ambao hawakujali, utajipata katika mahusiano ambayo yatakutumia vibaya, utaweza kupotea. Na tulisema mtu ambaye haelewi umuhimu wa dhamani, huyu ni mtu kila wakati anapotelewa na vitu, anapotelewa na wakati wake, anapotelewa na nafasi yake, anapotelewa na majira. Lakini lazima uweze kuelewa umuhimu wako wewe. Kwa nini Absalom aliweza kusikia maneno ya Ahithofeli ambaye aliweza kuleta aibu kwa maisha yake? Alileta aibu kwa familia ya Daudi. Kwa sababu gani? Absalom hakuelewa udhamana wake. He was a son of the king. He was a prince. He was among the princes. Si lazima angechukua uongozi wa baba yake cha nguvu ama kwa kifua. Angegojea wakati wake ufike, angerithi ufalme, angepata heshima ya baba yake ambaye alikuwa ni mfalme. Lakini alizingatia maneno ya Ahithofeli ambaye alimwambia, enenda ulale na wake zote wa baba yako. Na hivyo ndivyo Absalomu alifanya. Alijidharau kwanza. Watu wengi wale upoteza vitu vya dhamani sana duniani ni watu ambao hawajaweza kujielewa. Mungu akusaidie ukaelewe udhamani wako jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kama nitatumikia Bwana, kwa sababu tumeona kazi ya Mungu ni ya dhamani, lazima pia niweze kuelewe dhamani yangu ni ipi. Kama nitaheshimu mpenzi wangu kwa ndoa, dhamani yangu ni ipi? Because usipoelewa umuhimu wako, if you don't discover your worth, you will become a useless person here on the face of the earth. But when you become valuable, utakuwa mtu wa kuweza kuheshimika. Elewa udhamana wako, elewa value yako. What is your value? Ndiyo, kuna kile naweza kuheshimu na heshimu wengine, lakini pia niko na dhamani yangu. I have got my own qualities that makes me to be who I am as a pastor. Elewa umuhimu wako, ndiposa usijipate katika mikono ya kila moja. Elewa udhamani wa mwito wako. As a preacher, I don't think whether it is profitable, it is honorable to bow down before any politician. Bishop Oyedepo says that bowing before any politician, that is a demotion. It's a demotion. But wakati mwingine kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya jina, unakutia kwamba tunauza udhamani wetu. A
Hebu angalia mtu kama Esau, anauza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya mchuzi wa ndengu, kwa sababu ya chakula sahani moja. Na ninaamini ya kwamba hiyo chakula haikuwa imeandaliwa vizuri. Ni njaa, iwe ni njaa ya kifedha, iwe ni njaa ya mwili, iwe ni njaa yeyote, njaa ni mbaya. Sauli alisahau ya kwamba alikuwa na udhamana wake kama mzaliwa wa kwanza. Hata kama mambo ya Sauli na Yakobo yalikuwa yametabiliwa kabla ya wao kuzaliwa, huyu mtu angeheshimu nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza. Angeenda kuomba msaada kwa mzaliwa wa pili. Yeye ndiye alifaa kupatiana msaada. Alipoteza nafasi yake kupokea urithi. Moja yapo ilikuwa alikosa kujiheshimu. Kuna mambo haufai kufanya kwa sababu unaelewa dhamana yako. Kuna vitu mwili wako haufai kujihusisha. Kuna watu haufai kujihusisha na wao kwa sababu ya udhamani wako. Sema mimi ni mtu wa kudhamaniwa. You can't force people to value you if you can't value yourself. If you can't value yourself, jibebe na udhamana hata mjini. Hata maneno yako wache yakuwe ni maneno ya kudhaminika. Iwe ni kuongea, iwe ni maandishi yako katika mitandao, iwe ni mambo yao unazungumza, iwe ni matendo yako, yawe ni matendo inaambatana na wewe. Kuwa mtu wa kudhamanika. Na kudhamanika kwa mwanadamu itaweza kuanzishwa na wewe ukijidhamini. Danieli anasema katika Danieli ya kwanza, ubeti wake tutaweza kuangalia kutoka ubeti wa 8 mpaka ubeti wa 15 pale. Danieli anasema, mimi sitajitia najisi kwa kufanya nini? Kwa kuweza kukula chakula cha mfalme ambacho kimewekwa wakfu kwa miungu. I value myself. Daniel chapter 1 verse 8 and verse 15. I value who I am. I value who I am. Maneno kinywa changu. Like kama unajua kinywa chako kinatumika kutumikia Mungu, kidhamini. Kinywa chako hakiwezi kutumika kuabudu Bwana. We give you all the glory. And the same mouth ndio kitoka maombi pale nje, mtu anakupigia simu unamwambia kwamba niko hapa town, hata niko hapa kwa kona, ndio huyu naingia na bado kwa compound ya church. You are lying with the same mouth that was praising and worshiping the Lord. Mungu ataikataa. Mungu ataikataa. Kuna maji inakuanga, kuna choo zinakuanga na tap. Kuna choo zinakuanga na tap. Labda kwenu pia choo yenu iko na tap, ama ile tap inakuanga karibu na choo. Na kuna tap ambayo iko nje na tap ile ingine iko kitchen. Maji ni moja, lakini kwa hizo tap kuna ile ambayo inadhamanika, iko na maji ya kukunywa. Hauwezi chukua glasi ya maji uende kwa tap ya choo uchote maji ukunywe na ukuwa comfortable. Bado maji ni safi, lakini kwa sababu mahali hiyo tap inapatikana, hauthamini hayo maji, hauthamini hiyo tap. Hivyo ndivyo maisha ya Mkristo yalivyo. Unaweza kujihimiza ya kwamba niko sawa, lakini kukosa kujidhamini udhamana wako, utajikuta katika kundi ambalo litakuletea aibu. Utajikuta katika mawasiliano mabaya, itakuletea aibu. Hata kama ni messages, iwe ni katika Facebook ama popote, ni lazima uelewe udhamani wako. You need to discover your value, number one. Watu wale waliweza kutumika na Mungu katika Biblia ni watu ambao walielewa udhamani wao. Na tukasema mtu kama Musa, ile kitu ilimuingia ni upofu wa kutoelewa. Alikuwa mtu wa dhamani sana mbele ya Mungu. Mungu alimwambia, nitakufanya kuwa Mungu mbele ya Farao. Musa, nimekudhamini tangu ulipokuwa katoto kadogo, ulitupwa kwa maji na nikakataa mto ukubebe ama uzame.
ukachukuliwa ukapelekwa katika ikulu ya mfalme, ndiposa nikutengeneze wewe. Wewe Musa umekaa katika nyumba ya Farao, the current president of that time. Umekaa pale zaidi ya miaka 32. Ulikuwa karibu ufanyike the next Farao, lakini nikakuchukua nikakufanya mfalme, nikakufanya kwa kuwa mkombozi. Ni wewe nimekuwa nikiongea na wewe ana kwa ana, lakini Musa umekosa kunitii. Nimekuambia ongea na mwamba, umegonga mwamba. Umekosa kuelewa dhamani yako. Hakuna kitu inakuanga mbaya kama kudhamini mtu akuaibishe, kama kudhamini mtu akubebe ujinga. Wacha nitumie hiyo lugha ya vijana. Hakuna kitu inakuanga na uchungu udhamini mtu, lakini anaona hauna akili, anaona wewe ya kwamba hauelewi vile mambo inafaa. Dhamini kile ambacho kimehusiana na wewe, na ni lazima ianze na wewe, na si maneno ya kuambiwa, ni maneno unafaa udiscover. What is your worth? What is your worth? What is your worth? Udhamana wako ni upi? Si eti ya kwamba kuna gari ambayo ni mbaya, lakini hebu tuangalie ile gari unakuta ya kwamba tunasikia hiyo ni gari ambayo iko over 15 million. Hiyo gari iko 27 million. Ni ngumu sana tuikute pale town parking. Some of them, they don't park those cars. Afadhali walipe basement Nairobi, mahali hiyo gari itaenda, alipe 1,000 kwa siku, hiyo gari ikiwe sawa. Maana side mirror moja ikienda, hiyo ni kama bodaboda imeenda kama 3, kwa sababu ya value hiyo gari. Hauwezi kukuta parking. Si eti ya kwamba zile tunaendesha ni cheap, ama kuna gari ambaye ni mbaya, lakini kwa sababu ya udhamana wa hiyo kitu kwa huyo mtu, hautaikuta parking. Hautakuta Mercedes Benz eti ya kwamba mtu amenunua Mercedes Benz the latest ya 15 million and then anaiacha pale kwa soko, anaenda kufanya naye shopping. They have those cars, official cars, na ingine labda ya shopping. Si kiburi, lakini anajua hii side mirror iking'olewa hapa nitaweza kupata na maybe 300 ama 200, na unanunua ikiwa pair. Hivyo ndivyo utaweza kujiweka ukielewa dhamani yako. Dhamani yako. What is your value as a believer? Number 2, jizoeshe kukomaa kwa mambo muhimu. Jizoeze. Fanya exercise ya kukomaa. Jifundishe kukomaa kwa mambo muhimu kwa maisha yako. Jifundishe wewe. Uwe mtu wa kusoma. Uwe mtu wa kujielimisha. Uwe mtu wa kufanya mambo itakufanya ukomae. Kama unajua ndoa yako ni ya dhamani, komaa katika maisha ya ndoa. Kama unajua ndoto yako ni ya dhamani, komaa katika ndoto yako. Yesu alipoelewa ndoto yake ni kuweza kurejesha wanadamu kwa Mungu ili alete ukombozi. Yesu aliweza kukomaa katika njia ya mwito wake. Maandiko inasema ya kwamba Yesu mara mingi alikuwa anaenda hekaluni kuuliza maswali na baadhi zingine akiyajibu. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba na Yesu akakuwa katika hekima na ufahamu, na akakuwa na kibali na watu na wanadamu, kwa sababu alijielimisha. Lazima kama utadumisha umuhimu wa dhamani, lazima ujizoeze ama uweze kuwa na tabia ya kujielimisha wakati wote. Ukomae, mature in areas that you know that this area is very important for me. If you know that service yako kwa Mungu ni ya umuhimu, komaa katika ibada za Mungu. Ukijua matoleo yako ni ya muhimu, lazima pia ujiweze kujitolea, ukagrow in giving. Ukijua ya kwamba kumwabudu Mungu ni kitu ya muhimu, mature in worshiping the Lord, walking with God. Ukielewa ya kwamba kuna ndoto yako, mature. Maturity brings stability. Kudhibitika kwa maisha kunaletwa na vile unavyokomaa.
na vile unavyokomaa. The more you mature, the more you become stable. Vile unaendelea kukomaa, ndivyo unahimarika na kudhibitika. Na kukomaa si kudumu miaka mingi. Kuna tofauti ya kudumu miaka mingi katika ndoa na hujakomaa kindoa. Kuna tofauti ya kukomaa na kukaa miaka mingi kwa biashara. Unaweza kukaa kwa biashara miaka mingi na hujakomaa. Hiyo ndio itakusaidia kuelewa. Ukikomaa kibiashara, utajua namna ya kutunza wateja wako. Utaelewa namna ya kutunza wale ambao wanatumika kwa ndoto yako. Kwa nini kama mwanabiashara upoteze mteja na maneno ya kuvunja moyo? Ni kwa sababu ya kukosa kuelewa udhamana wa kazi yako. Sema customer ama uende, kuna wengi wanataka kununua. Ni sawa, ataenda, lakini ataenda na wengine. Kukosa kukomaa kibiashara. It's not about what you are selling. Inaweza kuwa kila unauza ni kitu ambacho kinaenda kwa haraka ama kinanuliwa na wengi. Lazima komaa katika usemi wako na wateja. Komaa kwa maneno yako yale unatumia kwa biashara. Itabidi mtu ambaye atadumisha dhamani ya kila kitu uweze kukomaa. Uweze kukomaa. Uweze kukomaa. Ya tatu, jifundishe ama jifunze kuelewa ama kuheshimu gharama. Jifundishe kuheshimu gharama. Gharama. Jikumbushe gharama ya kila kitu. Elewa gharama ya kitu. Kabla uache ufunge hiyo biashara, elewa gharama kile umeinvest into that business. Ndiposa uachane na your spouse ama mwenza wako, uende kwa mwingine. Elewa gharama yake. Kwa sababu usipoelewa gharama ya jambo, utaingia katika majuto. Utaingia katika majuto. Kuelewa gharama ya kila kitu. Gharama mahali umefika ile kitu umeinvest. I was thinking about it because we speak this. Tunaongeanga haya sana mambo ya kanisa na huduma na sisi wachungaji kwa sababu tuko karibu. You find somebody who leave church or we leave ministry ama we leave service and join another service elsewhere, lakini anasahau gharama yake katika huduma. Miaka 7 ya kulipa gharama katika huduma, lakini asiri ya siku moja amepoteza gharama yote alilipa. Wakati ule atafika mahali alikuwa amefika for 7 years, atakuwa kama Yakobo. Atakuwa na miaka 14 to build another trust. Especially to the leaders, even kwa makanisa ile tuko. Usikasirike kwa sababu labda kuna weakness mahali kwa leadership ya church yenu. Ukimbilie just to another church because of something you can handle. Because if you leave your church you have stayed for 7-10 years, before you build the trust, the same trust with your pastor, it will take you maybe half of those years. So it is good to understand the value of cost. The value of cost. Diposa uanze kupuuza your husband. Elewa dhamana yake, value, gharama yake. Gharama ile amekulipia. Lazima uelewe gharama ya kitu. Gharama ya maombi. Hiyo maombi umekuwa ukiomba. Diposa ugonge kifua na useme ya kwamba nimeachana na kuomba, nimeacha kuimba, nimeacha kufuata Mungu, nimeachana na kila kitu. Gharama yake iheshimu. Iheshimu. Usipoelewa gharama ya jambo itakugharimu. Usipoelewa gharama ya kitu, hicho kitu kitakugharimu. Kitakugharimu. Usipoelewa urafiki wako na watu wazuri, uingiana na marafiki wabaya, hiyo itakugharimu. Itakugharimu. Absalom ni vyema angedhamini
angedhamini uhusiano wake na baba yake, apuuze mausio ama maagizo ama wrong advices za Ahithofeli. Lakini hakutazama gharama ya Daudi. Daudi hakufanyika mfalme kwa sababu alizaliwa akiwa mfalme. Daudi aligharimika. Kuna watu wengine haufai kuwaguza, hawajafanyika hiyo kitu kwa sababu walijikuta, ili wagharimu. Tumikia Mungu hata wakati unadharauliwa. Ile gharama umelipa itakutetea. Omba mpaka maombi tengeneze kitu ambaye inaitwa value. Ikuwe na value yake maombi. Zakaria katika Isaia 39 alikuwa mtu mwaminifu kwa kazi ya Mungu. Na Zekaria akatuma, the man of God akatuma ya kwamba enda umwambie Zakaria atakufa, apange kila kitu kwa boma yake. Zakaria akageukia Mungu akamlilia akamwambia, Mungu, tazama vile nimetembea mbele zako kwa uadilifu, kumbuka matendo yangu. Na ikaguza Mungu. Mungu akatumana akamwambia, enenda umwambie nimesikia maombi yake na nimemwongezea miaka ingine 17. Zakaria alikumbuka umuhimu wa gharama kwa maisha yake ya maombi. Usipoelewa gharama ya huduma, utakuwa unakaa tu kwa huduma, haitakusaidia. Usipoelewa gharama ya ndoa, usipoelewa gharama ya biashara, usipoelewa gharama kwa watoto wako, utakuwa unaita watoto wako majina ambayo haifai na wanaweza kufanyika hicho. Elewa gharama. Elewa umuhimu wa gharama. Gharama ya kazi yako, ile gharama wengine wamelipa kwa maisha yako, kwa sababu kando na gharama hilo umelipa, kuna wale wamelipa gharama kwa maisha yako. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamelipa gharama kwa ajili yako. Eti wacha akae, kuna mwingine. Wacha akae tu, nitatafuta mwingine. Wacha akuwe X watatu ama wanne, nitatafuta mwingine. Maisha si kujaza pengo. Life is not filling the gap. Life is a sensitive and serious thing that requires a sensitive approach. I've come to discover you don't just need anybody. You need to work with the people that values you. So be careful. Elewa gharama ya mwito wako. Elewa gharama ya mwito wako. Jambo lingine, namna ya kudumisha umuhimu wa dhamana, or how to keep or to maintain the importance of value, ni kuweza kuelewa watu na matendo, watu wa matendo na watu wa maneno. Elewa watu wa matendo na watu wa maneno, ndiposa uweze kujua namna ya kudumisha umuhimu wa dhamani. Kuna watu wa maneno na kuna watu wa matendo. Marafiki zako hao unaita my friends. Now do the breakdown. Not now. So you are friends. Know whether you are friends who always speak once and nice ones, or those are friends of works. Masikio ya mwanadamu inafurahianga kusikia mambo mazuri, lakini mambo mazuri hupotosha. Mwanadamu wa kawaida apendi matendo, anapenda maneno. Kwa sababu sio kila tendo, sio kila kazi inakuanga na uzuri wake. Yesu anawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Matthew chapter 4 verse 19,
nifuateni na nitawafanyia kazi. Nitawafanya kuwa wafuasi, wavuaji wa samaki. Follow me and I will make you. Tunapenda marafiki wa kutuambia maneno mazuri. Uko smart, unaenda mbali, unainuka, uko sawa, you are beautiful, you are handsome. Those are the kind of friends we want. And those kind of friends wameondoa wengi katika utukufu wa ibada. Wameondoa wengi katika familia zao. Wamefanya wengine biashara zimefungwa. Anakuambia maneno mazuri, wachana na hii, twende mahali nikuoneshe mashimo ya biashara. Pesa yako inakunywa maji kwa sababu ulifuata maneno, ukukaa chini uangalie matendo kwa umbali. Kama kuna kitu ambacho kwa sababu ya ka experience kadogo nimepata kwa maisha, ni kuweza kutazama rafiki na matendo yake na matendo yake kwangu. What are you doing to better my life? If I'm doing something to value you, to honor you, Joshua, hata wewe, what are you doing to give me value? Because heshima si ya kudai. Unapewa heshima. You don't demand respect and honor, but unatumikiwa na kile ambacho wewe uliye. If you don't value, don't expect people to value you. Media people. If you don't value, people will never value you. So I was saying that if you're going to maintain or to sustain the value of something, what you need, it is to understand people who are of works and people of wants. Ahithophel, he came with wants and not works. Wants and not works. Jambo lingine ni kuelewa umuhimu wa kitu ambacho naita umuhimu wa la na ndio zako. La na ndio zako. You are yes or no. Umuhimu wa la. La ni kusema hapana, na ndio ni kusema yes. Matthew 5 verse 37. Matthew 5 verse 37. Lazima ujiweze kujifundisha kuelewa, but let your communication be yeah, nay. For whoever is more than this cometh of evil. Elewa kile ambacho unajua ni ndio kwako. Uache kukaa in suspense. You tell somebody nitajua kesho, nitakupatia report. So you have no idea. You have no idea about your response. You don't know your yes. Unajipata katika matendo ambayo inaweza kusababisha maumivu kwa maisha yako, ama gharama kubwa, ama hasara kubwa, because you have not mastered your yes. What is your yes? Ni nini ambacho unajua ya kwamba kwa hii this is a no and this to me is a yes? Diposa usifuate mambo ya wengine ama maelekezo ya watu wengine. You need to discover your yes. What is your yes? What is your no? What is your yes? What is your no? In the book of Acts of the Apostles, Peter anasema, in the book of Acts chapter 6, anasema, we cannot but speak of what you have seen and what you have heard. That is our yes to you, Herod. We cannot stop from serving the Lord. Our motto is yes. What is your yes? Or where do you apply your yes? Where do you apply your no? Let your no be no and your yes be yes. Diposa usivunjwe moyo na vitu ambavyo ni vya maana kwako. Understand the value of your yes. Elewa ni nini ambaye ni la. Ukuja niambie pastor ama apostle, mtu wa Mungu, wacha tuanze kuuza hii tupate pesa. Before I do that, lazima nijiulize, is this my yes? Is this what I told God? Yes, I have come to do in Nyeri. What is your yes?
What is your yes with your life? What is your yes with your life? Elewa pia utumishi wa matumishi, umuhimu wa matumishi. You need to discover the importance of usage. The importance of usage. Ndoto yako haifai kutumika kila pahali. Mwito wako haifai kutumika kila pahali. Wacha kuniambia ya kwamba mimi niliitwa kufanya kazi kila mahali. Unakuti ya kwamba mahali ile inafanya wahuduma wa ibada za kumwabudu Mungu na nyimbo, unakuta neema imeondokea, ni kukuwa available to be used anywhere. You find them wanaalikwa kwa bar, huyu DJ anaweka wimbo ya mtu wa ulimwengu, the same drum set inatumika kuimba rumba, kuimba reggae, watu wanakunywa pombe pale, and then unaimba eti ya kwamba unaenda kuwahubiria huko. Ni sawa, lakini why can't you value God? Tengeneza crusade. But you cannot be doing that every weekend and amount to somebody. Utabeba hizo maro, and finally you'll be featured in clubs 3235. Pastors will say, huyo ni kama ameanza kwenda kwa klabu analewa. Na labda hukuwa unalewa, haukuwa unafanya makosa, ni sawa, uliitwa kule, lakini image yako, ile dhamana watu walikupea, watapunguza. And finally unakuta mwimbaji alikuwa sawa wa nyimbo za kumwabudu Mungu, value yake imeenda chini. Kwa sababu gani? Alikosa kuelewa umuhimu wa matumishi wa ibada ama kipawa chake. Kipawa chako akifai kutumika kila pahali. Dhamini mahali kinatumika. Matumishi ya mwito, kipawa chako. Matumishi ya mwili wako. Matumishi ya kinywa chako. Elewa umuhimu wa matumishi pia ya pesa yako. Pesa yako waitumia namna gani? Yaenda wapi? Yaenda wapi? Lazima uelewe umuhimu wa matumishi. Unatumia muda wako namna gani? Unatumia kipawa chako namna gani? Unatumia nafasi ile ulionayo namna gani? Unatumia authority ile uko nayo namna gani? Kwa sababu hata kama Mungu atakuinua siku moja, na anakuinua na wengine tumeinuliwa tayari, tafadhali tumia hiyo favor, hiyo promotion Mungu amekupea, itumie vizuri. Umeona wengi wanatumia vibaya promotion ya king. Uko na jina kubwa, you go cursing everybody, you go demeaning everybody, you go killing everybody. That is not the way to sustain your value in the future. There are people who always undermine and curse everybody. That is not how you are supposed to be. Hata kama ni mjakazi umeajiri, unamlipa ile pesa, unamlipa, ako na fursa, nafasi mingi, kukula na kunywa kwako. Huyo msichana astahili kuteswa. Mtumie kwa njia ambayo inayofaa. Wacha tumike kwa njia ambayo inayofaa. Elewa utumishi wake kwa nyumba yako. Kama ulimwambia kazi ni kupika na kufua, wacha kumwambia kusugua miguu jioni. Enda salon. Elewa muhimu wa matumishi. Tikuja unisugua hapa. Hii mgongo nasikia kwamba ni kama imepinda kidogo. Kuja unisugue. Mtoto ameshinda kufua nguo. Ako na haraka ya kupikia watoto. Ako na haraka ya kupiga pasi school fees, school uniforms za watoto. Na wewe sasa nakukanda mgongo mpaka saa 6. Na huyo mtoto utamwamsha saa 9. Vile unamtumia vibaya, ndivyo naweza pia kutumika vibaya. Ndivyo naweza tumika vibaya. Understand the value of usage. Elewa muhimu wa matumishi. Elewa. Kinywa chako tumesema, sijui kwa nini nataja mambo ya vinywa. Kama umesema kinywa chako ni cha kumtolea Bwana ibada, asante Bwana, na kuabudu. Kinywa chako ni cha kuomba. Kinywa chako ni cha kuhubiri neno. Kinywa chako kisikue kinywa cha kushuhudia mabaya ya watu. Hiyo ni baya. Hiyo ni baya. Ni kama mtu akuja kuambia wewe ni mkubwa, aende pale aseme kaangalie. Huyo mtu utamdharau milele, hata kuwa rafiki yako. Hatuwezi tumia vinywa vyetu kudanganya, kupata pesa. Unaona hiki kitu nakuuzia, ukweli sipati kitu. Nipatie tu nirudishe stock. Umeongea uongo.
tumia kinywa vizuri. Haupati kitu, unafanya nini? Si ukae nyumbani uache hiyo mzigo kila mtu abebe? Kwa nini basi kila wakati unakuja unafungua duka na upati kitu? Tumia vinywa, tumia kinywa chako vizuri. Pokea neema ya matumishi bora ya matendo yetu, kinywa chetu, nafasi zetu, level yako, ile promotion umeipewa, itumie vizuri. Pia tumia watu. Tumia nini? Tumia nini? Watu. Na rafiki ambaye hayuko tayari kutumika aende. Kwa sababu mahusiano inajengeka kwa kutumiana. Unitumie nikutumie, si company. Kama katika mahusiano ya kutiana moyo, tafadhali hiyo season ilipita. Sema ilipita. Tutembee na wewe, unirekebishe, unijenge, unichallenge, unisaidie, nikusaidie, tuende pamoja. Hata mhubiri anasema chuma inanoa ingine. Inanoa ingine. Inanoa ingine. Nigalimike kwa ajili yako, na ugalimike kwa ajili yangu, tusonge mbele. Uniambia pana kufanya huduma namna hii si mzuri, fanya hivi, I will be happy. Na mimi nikwambia kwamba tukienda hivi, tunaenda hivi, itakuwa sawa. But we want people ambao wanataka kututreat vizuri, but we don't want to value them. We don't want to use them. They have ideas. Utaki kutumia their ideas. Use the benefit of people. Use what people carries. If they have something good, use it. Use it. If your pastor is valuable to you, use him. Use him. Wacha kutuma maombi kwa email ya mhubiri uliona Nigeria mahali ama US. Unajua watu wengi wanatumanga maombi na email ya kwamba kama if you want us to help you, please use this email. Huyo mtu hata hakujui. Unakuti ya kwamba hata ni robot inajibu hiyo maombi, hata si mtu. Ni auto messages. I saw a great man of God that I've been following. I think his account was hacked. And then I saw, hi, I have a prayer for you. Prayer point. Na nikajua huyo mtu hata anijui, si yeye. That's a con man. So I was saying, learn to use people not in a bad way. If somebody unaona atakusaidia kwa ushauri, enda kwake muulize ya kwamba, what do I do here? Kama mtu unajua amesonga mbele na kile unafanya na kuna watu wako na experience, use them, go and ask. The Bible says in the multitude of counselors, there is safety. Katika wingi wa mashauri, kuna usalama. Don't die alone. Use the right people. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho ni kuelewa umuhimu wa neema ya Mungu kwa maisha yako. Elewa umuhimu wa neema ya Mungu kwa maisha yako. What is the importance of the grace of God upon your life? What is the importance of the grace of God upon your life? Si eti ya kwamba watu tu waseme ya kwamba wewe umeendelea, watu wakukuita majina makubwa. What is the importance of that grace? What is the importance of that grace? Hakuna mtu anachukua gari yake aende fueling station, aende ajaze tank, akuje apaki gari mwaka mzima. If you see somebody going to fuel his car or a car full tank, akona safari refu, kuna mahali anaenda. There is no way God will engrace you because of nothing. He will give you grace to do a particular task. If God has given you grace ya kufanya kazi, umeajiriwa, uko na biashara, uko na kipawa, hiyo grace Mungu amekuneemesha, iko na kazi yake. Na ndio maana tunaona Paulo anasema ya kwamba I am the least among the apostles, but he says I have labored more than they all abundantly. Nimefanya kazi, anasema kwa neema. Na tukiangalia the 3/4 ya the New Testament, Paulo ameandika vitabu, ametupatia maagizo, ametupatia ufunuo wa kumuelewa Kristo na kuelewa the church. Paul, he used the grace that God bestowed upon him. Na ndio maana anasema I am not taking the grace of the Lord upon my life in vain. Understand the importance of the grace upon your life. That is how you'll be able to keep the importance of value.
What is the usage of the grace of the Lord in your life? Purpose ya hiyo neema ni gani? Kwa sababu si kila mtu ako na the same grace. Unafeel ya kwamba I can pray for 2 hours non-stop. Kuna mwingine hana hiyo grace, itumie vizuri. Kuna mwingine a struggle to serve God, let that grace work. Kuna mwingine ako na grace ya kuhubiri hata kama ni the whole week, you have that grace, itumie. Elewa umuhimu wa neema ya Bwana kwa maisha yako, because ukipoteza hiyo neema ndio utajua ya kwamba maisha bila neema ni kitu bure. Ni kitu bure. Chukua mikebe 2 ya Bluebird, yote iko na Bluebird, moja ikwishe, utaulizwa kwa mbali ya kwamba hii ni nini, utasema ya kwamba ni Bluebird kwa sababu hujui. Until wakati ukuja kufungua hiyo mkebe ukuti ya kwamba hakuna Bluebird. What happens? Hausemangi hii inakaa mzuri, hii haijabondwa mahali, haijafutika maandishi, wacha tu ikaange hapo. What do? Unaichukua, una dispose, unaweka kwa dustbin, unatupa, kwa sababu ile inafanyanga hiyo mkebe kuwa ya dhamana haiko. Wakati neema ya Mungu inapoondokea mwanadamu, dhamana yake imekosa. Tusikubali tupungukiwe na neema ya Mungu, utukufu wa Mungu. The spirit of Ichabod. Ichabod ni roho ya kuondokewa na neema na utukufu wa Mungu. Naomba Mungu neema yake isituondokee. Naomba neema ya Mungu isituondokee. Kila Mungu amekuwezesha kufanya, ifanye. Paulo anasema what your hands find doing it with easiness, please do it with all your might. Tuinue sauti zetu mwambie ya kwamba Bwana, hatutapoteza dhamana. Dhamana ya vitu vizuri, dhamana ya nyumba yako, dhamana ya ibada zetu kwako Bwana Yesu, dhamana ya ile nafasi umetupatia. Inaweza kuwa wakati mwingine sio rahisi, lakini Bwana tusaidie kuelewa umuhimu wa dhamana, umuhimu wa dhamani ya kila kitu. The importance of value, the importance of value, the value of your husband, the value of your wife, the value of your children, the value of your career, the value of your vision, the value of your purpose, the value of the time that God has given you, the value of the opportunity, the value of the location where God has placed you. Yes, the importance of value. Bwana nisaidie kudumisha udhamana wa kila kitu ambacho kinafaa kudhaminiwa. Yes, umuhimu wa kila kitu inafaa kudhaminiwa kwa maisha yangu. Kule nimepoteza, Bwana nisaidie kurejesha. Kule nimepotelewa na mema, naomba mema yakarejee kwa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Naomba katika jina la Yesu Kristo, neema ya Mungu izindi kutuwezesha kuelewa umuhimu wa dhamani. Naomba ya kwamba macho yetu yafunguliwe, masikio yetu ya ufahamu na ufunuo yafumbuliwe. Kule Bwana tumekosea, zile vitu tumepoteza, tunaomba tukarejeshewe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you, the online ministry, and thank you for everybody that you came. Appreciate the Lord in Jesus' name. Amen. Amen. Tuelewe hivi, maana tumefika tamati.